taasisi ya serikali ambao tuko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara, na kwa hapa mkoa wa Iringa tuko chini ya ofisi yako mkuu wa mkoa katika kutekeleza majukumu ya serikali ya kuendeleza sekta ya viwanda vidogo hapa mkoani Iringa. Na katika kuviendelea viwanda hivyo tumekuwa tukitoa huduma za teknolojia na ubunifu, lakini tukitoa huduma za mafunzo, ushauri na malezi ya kibiashara na viwanda, lakini vile vile tumekuwa tukitoa huduma za masoko na masuala ya uwekezaji. Lakini mwisho kabisa tumekuwa tukitoa huduma ya fedha na mikopo, tukiamini kwamba hizi huduma zinachochea uanzishwaji wa viwanda na uendelezaji wa viwanda. Na kwa hapa Iringa tunahudumia wajasiriamali na viwanda vidogo na vya kati zaidi ya 1800 katika mkoa wote wa Iringa. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, mgeni wetu, tunakukaribisha sana hapa SIDO na tumefurahi sana kuwa na wewe hapa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, tunaamini kwamba mkoa wa Iringa tuna rasilimali nyingi ikiwepo ardhi, malighafi, nguvu kazi, lakini rasilimali kubwa sana tulionayo ni vijana wanaoona hapa mbele. Ndio maana sisi tumeamua kushirikiana na wenzetu BSBI kupitia wenzetu wa Swiss Contact katika kuwawezesha waweze kujitengenezea ajira na kuajiri watu wengine. Na dhamira yetu kuu sana kama SIDO hapa mkoa wa Iringa ni tunahakikisha kwamba Iringa inakuwa kitovu cha uzalishaji wa viwanda vidogo hapa nchini. Lakini vile vile tuna dhamira ya kuhakikisha kwamba vijana wanaweza kuongeza na kuongoza katika ubunifu hapa nchini. Lakini vile vile tuna dhamira ya kuhakikisha bidhaa zinazozalishwa Iringa ziweze kushindana kwenye soko la ndani ya mkoa na nje ya mkoa na nje ya nchi kwa ujumla. Kwa hiyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, katika programu hii SIDO tumeshirikiana na wenzetu na tumetoa wataalamu ambao wamesaidia katika kufundisha na kutoa malezi ya kibiashara, lakini tulitoa ukumbi wa kufundishia, tulitoa jengo la kuzalishia. Yote haya tunaamini kwamba ni kazi ya serikali katika kuendeleza vijana hapa mkoani kwetu Iringa. Na katika kufanya hivyo, serikali imeendelea kushirikiana na wadau mbalimbali wa sekta binafsi na sekta ya umma ili kuhakikisha kwamba tunatoa maarifa, tunatoa ujuzi, tunatoa mitaji na tunahakikisha tunachochea maeneo ya uzalishaji mali na mwisho kuunganisha maeneo ya uzalishaji mali pamoja na masoko ya bidhaa zinazozalishwa. Tunaendelea kuamini kwamba serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan imejenga msingi bora wa mashirikiano baina ya serikali na wadau wa maendeleo, lakini pia imejenga msingi bora wa kusimamia sera, sheria, mipango yote ambayo lengo lake ni kuwawezesha vijana na kuwajenga kikamilifu katika kutumia rasilimali zilizopo kuweza kutafsiri maisha yao na kufikia ndoto zao. Kwa mkoa wetu wa Iringa tumebarikiwa kuwa na ardhi nzuri kwa maana ya kilimo, tumebarikiwa kuwa na rasilimali za kutosha katika mkoa wetu. Kitu pekee ambacho tunakifanya kwa nguvu sasa ni kuhakikisha rasilimali zilizopo zinaungana na wananchi kwa njia ya kuwajengea uwezo kuzitumia na kuziongezea thamani. Tuone vijana wana uwezo wa kulima na kuongeza thamani ya mazao ya kilimo, lakini pia kwenye uhifadhi kule tuna mazao makubwa ya misitu, tuone namna gani vijana wanaongeza thamani ya mazao ya misitu, lakini pia hapa tuna utalii, tuone namna gani tunawaandaa vijana wetu kushiriki kikamilifu katika uchumi wa utalii ambao unazidi kuimarika ndani ya mkoa wetu. Haya yote yanawezekana endapo nguvu kubwa tutaendelea kuwekeza kwenye maarifa, kwenye ujuzi, lakini pia katika uwezeshaji wa kiuchumi kwa maana ya mikopo na mitaji. Lakini pamoja na hayo ni kuimarisha maeneo ya uzalishaji mali na masoko ya huduma pamoja na bidhaa zinazopatikana. Kwa nichukua fursa hii kuwaelekeza wakurugenzi wetu wa halmashauri kuhakikisha kwamba mpango huu wa kuendelea kuwawezesha vijana kwanza usiishie kwenye mikopo. Uanzie kwenye ujuzi, uende kwenye maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya shughuli ambazo zitatokana na ujuzi walioupata, lakini pia tujihakikishie ni kwa namna gani wale wanaopata mikopo wana tija ya uzalishaji katika mikopo tuliyowapa. Lakini pia nadhani iko haja na hoja ya kuwa na jukwaa la pamoja baina ya halmashauri zetu pamoja na taasisi zinazowahudumia vijana ndani ya mkoa wetu ili muweze kusomana
mjue nani kafanya nini na nini kinahitajika kufanywa na nani, ili mwisho wa siku malengo yetu yanayofanana yasipishane katika utekelezaji na yaweze kuleta tija inayokusudiwa. Kwa mfano, leo kupitia miradi ambayo tumeipitia, kwa mfano kupitia Swiss Contact na ndugu zetu wa BSBI pamoja na SIDO, kuna kazi kubwa sana wamekwishaifanya, lakini yawezekana halmashauri hamjui ni vijana wangapi wamehitimu mafunzo fulani, wanahitaji nini, ili nyinyi sasa muwe na jukumu la kuwezesha watu ambao tayari wana ujuzi, wana vifaa, ila wanakosa mikopo.